Tulisema last time ya kwamba sina, Bwana sifiwe, si lazima mtu aende afanye dhambi ndio akuwe sina. Nataka tulie jambo. Si lazima uende ufanye dhambi ndio ukuwe sina. Mtu anakuwa sina hata bila kufanya dhambi. Tayari mwanadamu ni sina. Kulingana na Mungu tayari mwanadamu ni sina. Tukisema sina ni kwa Kiswahili. Sina ni kwa Kiswahili. Mwenye dhambi. Aha, umenipatia tamu nzuri sana. Mwenye dhambi. Si ndio? Ningependa kutumia hiyo. Mtu hakui mwenye dhambi ati juu amefanya dhambi. Mtu anakuwa mwenye dhambi juu nisema kwa nini? Amen. Mtu yeyote mwenye amezaliwa na mwanadamu ni mwenye dhambi. Bwana sifiwe. Mtu yeyote mwenye amezaliwa na mwanadamu mwenye amezaliwa na mwanadamu ni mwenye dhambi. Sasa mtu yote mwenye anafanya dhambi, mtu yote mwenye amezaliwa na mwanadamu ni mwenye dhambi. In short, mtu ni mwenye dhambi kwa kuzaliwa. Kwa kuzaliwa kwako, wewe ni mwenye dhambi. Tayari. Tukasema ya kwamba hakuna mwanadamu yoyote kwa dunia ambaye si mwenye dhambi. Bwana sifiwe. Hakuna mwanadamu yoyote kwa dunia ambaye si mwenye dhambi. Kwa hivyo, ukipata mtu akwambia kwamba venye yeye ni mzuri, usimpinge. Usema tu wewe ni mwenye dhambi mzuri. Bwana sifiwe. Yeye ni mzuri lakini bado ni mwenye dhambi. Mtu akikuja sema yeye ni mtakatifu, yeye ni mwenye dhambi mtakatifu. Tunasema last time tukasema kwamba if someone comes and says he's holy, is a holy sinner. If he says he's good, is a good sinner. Bwana sifiwe. If he says he's righteous, is a righteous sinner. Lakini all in all, yeye ni sinner. Mtu akisema ya kwamba yeye ameokoka, is a saved sinner. But all in all, mwanadamu yeyote akizaliwa kwa hii dunia anazaliwa kama tayari yeye ni sinner. Hizi vitabu kazi yao ni nini? Tukianza na Romans chapter 1 mpaka Romans chapter 3. Kazi ya Romans chapter 1 mpaka Romans chapter 3 ni nini? Bwana sifiwe. Ni nini maana ya Romans chapter 1 mpaka chapter 3? Kwa sababu ukikuwa na hii kitu kwa akili yako itakusaidia kuelewa Romans chapter 1 mpaka Romans chapter 3. Bwana sifiwe. Romans chapter 1 mpaka Romans chapter 3. Ni nini ambayo Romans chapter 1 mpaka chapter 3 inajaribu kuexplainia? Romans chapter 1 mpaka chapter 3 inajaribu kutuambia kwamba sinners hufanya dhambi. In short, Romans chapter 1 mpaka chapter 3 inajaribu kutuambia kwamba si kwa sababu tumefanya dhambi tumekuwa sinners. Inatuambia kwamba tunafanya dhambi juu sisi ni sinners. Bwana sifiwe. We don't do sin for us to be sinners. We sin because we are sinners. Tunafanya dhambi kwa sababu sisi ni sinners. Ni nature yetu. Bwana sifiwe. Kwa hivyo hii Romans chapter 1 mpaka chapter 3 inajaribu kutuonyesha, inajaribu kutuprove, ni kama proof, inajaribu kutuprove ama kudhibitisha kwamba sisi ni sinners. Na nini ambayo inaonyesha kwamba sisi si sababu zote dhambi ambazo tunafanya inaonyesha kwamba sisi ni sinners. Kwa hivyo tunafanya dhambi juu sisi ni sinners. Hatufanye dhambi ndio tukuwe sinners. Nataka uelewe kitu. Hizo ni mambo tofauti. Hatufanye dhambi ndio tukuwe sinners. Tunafanya dhambi juu sisi ni sinners. Automatically tutafanya dhambi. Hakuna nikoshua, hakuna mwenye huwa anakaa chini anasema ya kwamba mimi nataka leo niende nifanyie dhambi na nifanyie dhambi na nifanyie dhambi. Hakuna mtu anatoka hivyo akisema hivyo. Unaona tu pale hiyo unapata watu wakisema kama umefurahi unaimba wimbo gani unaimba?
Mwambie Farao. Sasa umefurahi kwa nyumba, hata sijui uko na karanga nini, kwa nini umekaranga? Mwambie Farao, nimeokoka, sitarudi tena Misri. Umekaranga uka nini? Hiyo harufu tamu ikatoka, ukaweka hata kama ni samaki ulikuwa na nini, ukaweka samaki ndani, ukamwaga supu. Sasa umaacha sasa hivi. Sasa nitoke pale nje, niangalie zile nguo zangu zilikuwa zimeandika zikoaje. Unaongea kwa akili yako ukiimba. Mwambie Farao, unafungua mlango. Kitu cha kwanza unakutana nayo. Bwana sifiwe. Ni mtu ameweka nguo zake chafu, zinamwaga maji chafu kwa nguo yako safi. Mwambie Farao nimeokoka imeisha. Bwana sifiwe. Unashukia tu. Na kuna mtu anakuambianga ati sasa nimekuswitch on anza. Mara moja unaanza tu pop. Amnachezea kwa hii ploti. Sitaka madharau. Hii madharau ya hii ploti. Nimeona kwamba nyinyi mko na madharau sana. Wewe ni nani? Akuja leo tukutane na yeye. Huyu leo mtajua leo mimi ni nani. Kwa hii ploti lazima mmenichezea kutosha. Leo imefika mwisho. Bwana sifiwe. Amen. Unajua kwa nini nakujanga automatically? It's because wewe ni sina. Bwana sifiwe. Ni kitu kiko ndani yako. Iko tu ndani yako. Si lazima ung'ang'ane ndio itokee. Bwana sifiwe. Kama ni hasira, iko tu hapo ndani yako. Si lazima ung'ang'ane tu ndio uwe na hasira. Ni kitu iko tu hapo kwako. Bwana sifiwe. Automatic ni kitu umezaliwa tu nayo. Bwana sifiwe. Lakini si kuna kama na wale wengine unawajua nani? Wale wengine wadhako watu. Unawajua? Wale wadhako watu. Wale wenye yeye kitu kidogo akisikia inamwashanga, yaani haizi kaa na chini nyamaze. Haizi kaa chini nyamaze. Hata kama alikuwa anafaa kuosha vyombo, ameweka kila kitu chini. Yaani hiyo kitu iko tu ndani yake inamsukuma, tunamwambia, hii nitakaje na kitu basi jabia nani? Kidogo ashatoka. Bako wanatupo kichio yawa. Ningewacha bado mnawachi. Alafu anaanza masengenyo. Unajua nani? Alifanya hivi na hivi na hivi. Si ati anafanya hivyo ati juu ndiye akuwe sina. Ni tayari ile kitu iko ndani yake. That thing is in them. Ule wa vita, hiyo kitu iko ndani yake. Ule wa uongo, kuna ule wa uongo. Hiyo kitu iko ndani yake. Bwana sifiwe. Kwa hivyo hiyo ndio kazi yenye Romans chapter 1 verse 3 inajaribu kutuambia kwamba mwanadamu anafanya dhambi kwa sababu hiyo ndio tayari yeye ni sina. Anafanya dhambi juu yeye ni sina. Yeye si sina juu amefanya dhambi. Anafanya dhambi juu yeye ni sina. Zika hizo Biblia zinaingiana. Si ati ufanye dhambi ndio ukuwe sina. Unafanya dhambi juu wewe ni sina. Tayari. Ulizaliwa nayo kama wewe ni sina. Bwana sifiwe. So Biblia inatuambia kwamba na hiyo kitu yenye Romans inajaribu kuonyesha kwamba sisi wote tayari ni sinners. Sisi wote tayari ni sinners. Bwana sifiwe. Tayari sisi wote ni sinners na ndio maana tunafanya dhambi. Kwa hivyo hiyo ndio kazi ya Warumi 1-3. Kwa hivyo Warumi 1-3 inajaribu kuonyesha kwamba sina anajulikana kwa zile dhambi zenye anazifanya. Bwana sifiwe. Yeah, in short, kuna mtu ambaye hajui yeye ni sina. Kwa hivyo Paul anajaribu kuprove. Anajaribu kutupatia ushahidi ya kwamba zile dhambi zinafanya zinaonyesha wewe ni sina. Bwana sifiwe. Kwa hivyo sina anajulikana kwa zile ama mwenye dhambi ndio tulisema, sio? Anajulikana sisi in short ile Romans inatuambia ya kwamba mwenye dhambi anajulikana kwa dhambi zake. Bwana sifiwe. So in Romans chapter 1 mpaka chapter 3 ni kama inajaribu kutupruvia kwamba sisi ni sina, sisi wote.
Ndio maana ukiendelea hapo chini unapata inakwambia kwamba kila mtu amefanya dhambi na amepungukiwa na utukufu wa Mungu. Na kwa hiyo chapter 3 unapata inasema hivi. Kwa hivyo ni kama Paulo anakuambia, ni kama Paulo anakuambia watu, nyinyi ni sinners. But hawa watu hawaelewi. Alafu sasa anakuja kuprove, anakuja kuonyesha ya kwamba kwa sababu nyinyi ni sinners ndio maana mnafanya hizi vitu. Kwa sababu nyinyi ni sinners ndio, si ati mnafanya hizi vitu ndio mkuwe sinners. Kwa sababu nyinyi tayari ni sinners ndio maana mnafanya hizi vitu. Hii kitu iko ndani yenu tayari. Hiyo ndio Romans chapter 1 mpaka chapter 4 tunajaribu kutuonyesha kwa ufupi. Bwana sifiwe. Alafu kuna Romans chapter 5. Romans chapter 5 ndio sasa inatuambia sina ni nani. Bwana sifiwe. Romans chapter 5 sasa inatuambia maana ya sina. Romans chapter 5 inajaribu kutuambia maana ya sina. The meaning of a sinner. Who is a sinner? Hiyo ni Romans chapter 5 inatuambia. Bwana sifiwe. Sasa Romans chapter 5 inatuambia maana ya sina. Alafu Romans chapter 1 mpaka chapter 3 ni kama inajaribu kuexplain hii. Inasema hivi, for the sin of this one man, Adam, caused death to rule over many. But even greater is God's wonderful grace and his gift of righteousness. For all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ. Yes, then verse 18. Adam's sin brings condemnation for everyone, but Christ's one act of righteousness brings a right relationship with God and a new life for everyone. Because one person disobeyed God, many became sinners. Bwana sifiwe. Because one person disobeyed God, many became sinners. One person ambaye ni nani? Adam. Mtu. So unapata hapo inasema kwamba kupitia kwa Adam wengine wote wakakuwa sinners. Si ndio? Kupitia kwa Adam, because of Adam's one sin. Kwa hivyo kwa sababu sisi tunatokana na Adam na kuwa sinners automatically. Bwana sifiwe. Kwa sababu tumetoka kwa Adam, automatically sisi ni sinners. Automatically. Ama Biblia yako inasema, yangu nimesema hivyo. Yako inasema hivyo. Ule wa Kiswahili yake inasema aje kwa verse 18, verse 9 17. Tushatoka huko. Nishaenda mbali. Sitaki turudie tena yote. 19. Hebu tusome 19. Inasema 19. Kwa sababu kama kwa kuishi kwake mtu mmoja, watu wengi waliingizwa katika hali ya wake mmoja. Umeruka mahali. Soma tena. Kwa sababu kama kwa kuishi kwake mtu mmoja kwenye dhambi, kwenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja, watu wengi wameingia katika hali ya mwenye haki. So inasema kama kwa mtu mmoja kufanya dhambi, watu wote waliingia kwa dhambi. Pia hivyo kwa kutii kwa mtu mmoja, watu wengi wanaingia kwa hali ya haki. Bwana sifiwe. Kwa hivyo mtu mmoja ambaye ni Adam alifanya watu wote wakiingia kwa dhambi. Bwana sifiwe. Na tukisema ni wote. Hata ule mwenye hajazaliwa bado. Akazaliwa tu hivi yeye ni sina. Bwana sifiwe. Hiyo ni kitu ambayo ningependa tufanye nini? Tukaweze kuielewa. Kwa hivyo hiyo kumaanisha ya kwamba kitabu cha Roma chapter 5 unaweza kana chini polepole uisome yote. Bwana sifiwe. Roma chapter 5 yote ukanao chini polepole utapata kwamba nilikwambia sina ni nani. Kwa hivyo ni kwa Roma chapter 5 tutapata kwamba tunaambiwa kwamba sina ni mtu yeyote ambaye ametokana na Adamu.
Bwana sifiwe. Mtu yote ambaye ametokana na Adamu utapata kwamba ni sina. Alafu Romans chapter 1 mpaka chapter 3 inatuambia sasa inatuambia kazi ya sina ni nini. Bwana sifiwe. Romans chapter 1 mpaka chapter 3 sasa inatuambia kazi ya sina ni nini. Kazi ya sina ni kufanya dhambi. Bwana sifiwe. Ndio maana nashinda nikirudia nikisema ya kwamba si lazima mtu afanye dhambi ndio akuwe sina. Ashazaliwa akiwa sina, kwa hivyo anafanya dhambi kwa sababu yeye ni sina. Umeelewa mpaka hapo? Sasa utapata ya kwamba ni kama Romans chapter 1 mpaka chapter 3 inajaribu kututhibitishia kile ambacho Romans chapter 5 inasema. Inajaribu kuprove chenye Romans chapter 5 imesema. So Romans chapter 1 mpaka chapter 3 inaelezea kile ambacho Romans chapter 5 inasema. Romans chapter 5 imeshasema kwamba sisi wote ni sinners kwa sababu tumezaliwa na Adamu. Sasa Romans chapter 3 inatuexplainia, inatuambia kwamba kwa sababu sasa wewe ni sinner ndio maana umefanya hizo dhambi. Hiyo ndio tofauti kati ya Romans chapter 1 mpaka chapter 3 na Romans chapter 5. Bwana sifiwe. Sasa kama umeelewa mpaka hapo, acha nikupatie mfano ndio uelewe. Mfano kidogo ndio uelewe. Kwa mara mingi kuna places ama kuna mahali nyingine huenda na inabidi kulingana na unaongea na mtu, inabidi waambie mtu mimi ni mtumishi wa Mungu. Bwana sifiwe. Sasa lazima nikiona mimi ni mtumishi wa Mungu. Lakini watu wengi huwa hawaamini kama mimi ni mtumishi wa Mungu. Bwana sifiwe. Japo na venye watu wanaamini kama mtumishi wa Mungu anafaa sijui ajivae aje, sijui mtumishi wa Mungu sijui lazima kuwa mwili sijui aina gani. Sasa tena ndio mtumishi wa Mungu lazima uwe na tumbo hivi. Na uvae suti na tai yenye ama uvae nguo sijui kwa nini hapa hivi ndio mtu aje. Wewe ni mtumishi wa Mungu, si ndio? So watu wengi huwa hawaamini kama mimi ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo mara mingi huwa inabidi ya kwamba niwapatie dhibitisho, niwadhibitishie ya kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Bwana sifiwe. Inabidi niwadhibitishie ndio wakubali mimi, sasa inabidi niwafanyie ama niwaambie mambo ambayo inadhibitisha ya kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo ninajaribu kusema kwamba Romans chapter 5 inasema ya kwamba sisi ni sinners. Lakini kwa sababu kuna watu ambao hawaamini ya kwamba wao ni sinners, Romans chapter 1 mpaka chapter 3 inawadhibitishia ya kwamba wao ni sinners. So Romans chapter 1 mpaka chapter 3 kudhibitisha kile ambacho Romans chapter 5 inafanya nini? Inasema. Sisi na wakati tuna mfano gani tena ndio mwelewe kitu. Siri kama umenielewa. Umeelewa kweli? Acha niwapatie mfano mwingine. Na story ambayo nilisikia. Bwana sifiwe. Kuna story ambayo nilisikia. Kuna watu fulani ambao walikuwa wezi. Na hao wezi walikuwa wanateka watu nyara. Ndio kuteka nyara. Kukidnap. Kama watu wanasema kwa abduct ya kukidnap. Alafu akisha kukidnap, ndio kidnap anafanyana. Akisha kukidnap, anakuja anasema anapiga simu kwa mtu wengine alafu anaambia tutumie pesa fulani ndio tumwachilie. So hili story nilisikia kutoka mahali ya kwamba kulikuwa na wezi na wezi pia walikuwa kidnappers. Jambo ambalo ilifanyika ukweli. Sasa hawa wezi ambao ni kidnappers walikuwa before kuwe wezi ambao ni kidnappers walikuwa kitambo wanajiita wao ni Wakristo. Na walikuwa Wakristo, wale Wakristo kwa jina. Si kuna wale Wakristo ambao ni Wakristo tu kwa jina, si ati yeye kuna sijiko shana mtu ambaye hata hajaenda kanisa lakini akiambiwa andike CV, akaandika kwa CV religion Christianity. Bwana sifiwe. Lakini so walikuwa ile ambayo English huwa inaita nominal Christians. Wakristo kwa jina. So walikuwa wamewahi kuwa Wakristo kwa jina, lakini baadaye sijui nini waliwafanya, wakakuja sasa wakaanza kuwa sasa wezi na wakaanza kuwa kidnappers.
Sasa wakaanza kukidnap watu. Na walikuwa wakikidnap mtu, wanampeleka mahali wanamfungia, alafu wanaanza kuitisha kitu ambacho inaitwa ransom. Watumie pesa fulani ndio waachilie yule mtu. Wanasema tumeshika Mama Gift, lazima mtoe 1,000,000 ndio tumwachilie. Sio wanafanya hivyo. Sasa wakisha nini? Wanapigia watu wengi simu ndio watafuta 1,000,000. Wanasema msipotoa within 3 days tunamuua. Sasa ndio wasimue, tunaanza kusumbuka. Nasema ndio tukae chini tuchange hii pesa. Mama Gift tumepata 3 days asikufe. Sasa juu wao walikuwa wamewahi kuwa nominal Christians, ilikuwa bado ile conscience yao bado ilikuwa inawasumbua. Walikuwa na conscience, wanaona ya kwamba hiki chenye watu wanafanya nayo si nzuri, ni dhambi, lakini walikuwa wanaifanya. Kwa hivyo ilifika mahali penye walikuwa wakishika mtu wampeleke pale na wapate ya kwamba huyu mtu aseme kama mimi ni pastor, wanamwachilia. Juu hawataki washike pastor, hawataki ndio dhambi kuja. Na mtu akikuja seme mimi ni mhubiri, wanamwachilia. Bwana sifiwe. Lakini wale ambao si pastor na mhubiri walikuwa wakishikwa wanaomba, lakini kama ukisema tu mimi ni pastor wanakuachilia. Sasa ilifika mahali penye watu waliwagundua. So ilikuwa akishika mtu anakuja anasema mimi ni pastor wa dhehebu fulani. Hata kama mimi hajawahi kuwa pastor. Mimi ni pastor wa dhehebu fulani. Alafu sasa hawana ya kufanya, wanamwachilia tu aende. Wakishika mwingine anasema mimi ni mhubiri wa dini fulani. Wanasema kama wewe ni mhubiri tumwachilia Sasa watu wakakaa chini wakagundua by the watu ni kama wanatuchezea akili. Kwa hiyo kila mtu siku hizi tunamshika ni pastor ama mhubiri. Bwana sifiwe. Amen. Sasa wakakaa chini wakasema, okay, itabidi tupate jinsi ya kujua kama hao ni pastors ukweli ama hao si pastor. Bwana sifiwe. Amen. Wakasema lazima tukame up with a way ya tukishika mtu aseme ni pastor, lazima tupate njia ya kujua kwamba huyu mtu ni pastor ama si pastor. Akisema yeye ni mhubiri, tutajuaje yeye ni mhubiri ama si? Watu wengi siku hizi wanakuja tukiwashika wanasema hao ni pastor ama ni mhubiri. Kwa hivyo tutafanya nini ndio tujue kama mtu ni pastor ama si pastor? Kwa hivyo wakakaa chini wakagundua njia moja nzuri sana. Wakasema tukishika mtu na mtu ayeseme yeye ni pastor, number 1 tutamwambia aseme the 10 commandments. Sindio? Aseme 10 commandments kwa kichwa, asisome mahali. Atuambie tu commandment ya kwanza inasema mimi ndimi Mungu Baba yenu. Msikuwe na Mungu mwingine ila mimi. Commandment number 2, msitengeneze sanamu yoyote ya chochote juu mbinguni, chini ulimwenguni. Commandment number 3, msitumie jina ya Mungu wenyu. Sindio? Vibaya sindio? Commandment number 4, mtunze siku ya Sabato. Commandment number 5, mtu aseme hivyo mpaka afike commandment number 10. Alafu akasema akishasema hiyo, kitu ya pili ambayo lazima atuambie, lazima aseme the Lord's Prayer, sala ya Bwana, ile ambayo tulikuwa tunafundisha watu wa Sunday school asubuhi. Lazima aseme the Lord's Prayer kwa kichwa chake bila kusema maneno. Lazima akuje na aseme Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Ndio tujue kama anajua kwa kichwa, kama anajua the 10 commandments kwa kichwa na anajua sala ya Bwana kwa kichwa, basi yeye anaweza kuwa ni pastor. Alafu kijambo la mwisho, lazima aseme the Beatitudes. Unajua Beatitudes? Nani anajua Beatitudes? Beatitudes ni zile heri ziko kwa Matthew chapter 5. And seeing the multitude, he went up on the mountain. And when he was seated, his disciples came to him. And then he taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for they shall. Blessed are they who mourn, for they shall. Blessed are they. So waseme
mpaka ile ya mwisho. Bwana sifiwe. Umesikia hizo vitu tatu? Sasa walisema huyo mtu mwenye atakuja sema hizi vitu zote tatu, huyo mtu kweli ni pastor. Wacha sasa tuone watu wangapi hapa ni pastor sasa. Tuanze na 10 commandments. Bwana sifiwe. So in short, walikaa chini wakasema kwamba kama wewe ni pastor, lazima uprove wewe ni pastor ndio tukuachilie. Lazima uprove. Usipo prove wewe ni pastor, hatukuachilie. Bwana sifiwe. So si ati nafurahia jambo hilo. Mimi niliposikia story nilifurahia, nikacheka sana, nilifurahia. Ndio nikasema by the way, si jambo tu labda mtu kuja kusema mimi ni pastor. No, approve. Approve yeye ni pastor. Bwana sifiwe. Hawezi atiko alikaa chini na wakuja na akili yao ilifanya kazi vizuri. Sio kuja kusema mimi ni pastor, approve yeye ni pastor. Bwana sifiwe. Sasa ikawa ukisema the 10 commandments na useme sala ya Bwana na useme zile heri ambazo ziko kwa kile tabia nini Mathayo 5 bila kuongelea mahali wanakuachilia. Wanasema basi wewe ni pastor wacha hivi. Na ukishindwa kusema anasema wewe si pastor, kaa hapa mpaka watu wengi watoe milioni 5 ndio utoke uende. Bwana sifiwe. Hiyo sasa kwenye mmecheka hiyo nikitumia kama mfano sasa mtanielewa. Bwana sifiwe. Kumaanisha ya kwamba kuna watu ambao wanaambiwa ya kwamba wao ni sinners. Lakini hawajui wao ni sinners vipi. Bwana sifiwe. Kwa hivyo Romans chapter 1 mpaka chapter 3 inatudhibitishia venye hawa ilikuwa lazima wadhibitishe kwa kusema hizi vitu zote. Ndiposa Romans chapter 1 mpaka chapter 3 inadhibitisha ya kwamba kwa sababu sisi ni sinners tunafanya vitu hizi vitu ambavyo tunafanya zinaonyesha kwamba sisi ni sinners. Bwana sifiwe. Ndio maana baada ya Romans chapter 1 mpaka Romans chapter 3 inatuambia kuhusu dhambi ambazo watu wanafanya. Dhambi ambazo watu wanafanya. Kutuonyesha kwamba alafu tukifika kwa chapter 5, sasa chapter 5 inatuambia kwamba nyinyi ni sinners. Sio kwa sababu mmefanya dhambi, lakini kwa sababu mmezaliwa na Adamu. Kwa sababu mmezaliwa na Adamu, nyinyi ni sinners. Bwana sifiwe. Alafu chapter 3 sasa inathibitisha. Ni kama tunaweza pia niseme mimi ni pastor kwa mfano. Si ndio? Nikute niseme mimi ni pastor. Alafu niambie thibitisha. Sasa vitu zenye nafanya sifanyi hizo vitu ndio nikuwe pastor. Nafanya ndio mimi ni pastor. Siko wanielewa. Ndio sasa sema ya kwamba ati nataka nifanye vitu mzuri ndio nikuwe pastor. Hapana. Nishakuwa pastor tayari kwa sana nafanya matendo ambayo pastor anafaa kufanya. Kwa hivyo wewe pia hakuna kitu utafanya ikufanye ukuwe sina. Tayari wewe ni sina. Ndio maana unafanya vitu sina huwa anafanya. Bwana sifiwe. Vitu zinafanya zinadhibitisha kwamba wewe ni sina tayari. Umeelewa mpaka hapo sasa? Kwa hivyo Mungu anataka kuthibitisha kuwa sisi ni sinners. Bila Mungu kuthibitisha kwamba sisi ni sinners, tunaweza sahau. Bwana sifiwe. Nadhani tunajua tu ni binadamu anakuanga. Lazima Mungu atudhibitishe kwamba sisi ni sinners, ndio tusisahau kwamba sisi ni sinners. Bwana sifiwe. Ndio maana Mungu aliacha Romans chapter 1 mpaka Romans chapter 3. Chapter 1 mpaka chapter 3 iandikwe pale. Ndio inatukumbusha kwamba sisi ni sinners. Ni ya kutukumbusha, ya kutudhibitishia. Mungu akikuja sema kwamba mimi si sina, Romans chapter 1 mpaka chapter 3 inamthibitishia kwamba yeye ni sina. Kwa hivyo unapata Romans chapter 1 mpaka chapter 3 inataja hizo dhambi zote, inaonyesha kuwa sisi ni sinners. Baada ya hizo ukweli zote kuelezewa pale, tunadhibitishia kwamba sisi ni sinners. Kwa hivyo narudia vile jambo ambalo nilikuwa nikisema sasa namalizia hiyo topic. Ndio nasema tufanye tena kitu kingine tuendelee mbele kidogo tuelewe. Kwa hivyo narudia, mtu asiwahi fikiria kwamba zile dhambi mingi ambazo anazifanya ndio zinamfanya kuwe sina. Hiyo kitu toka kwa kileo kuanzia leo.
Hautakuwa mwenye dhambi kwa sababu umefanya dhambi mingi ndio umekuwa mwenye dhambi. Hapana. Wewe ni mwenye dhambi kwa sababu umezaliwa mwenye dhambi. Bwana sifiwe. Wale nilikuwa nao hapa na Sunday. Nafurahia nikisema hivyo sana. Nafurahia kwa sababu tunafanya wale ambao wako kwa wanahisi kumbe tumemiss kitu. Wale ambao tulikuwa nao hapa la Sunday, mtakumbuka kwamba tulisoma kwa Biblia kwa kitabu ya Psalms. Pale ambapo inasema ya kwamba tumezaliwa katika dhambi. So nakumbuka nilisoma hapo. Tumezaliwa katika dhambi. Si ati unajua huyu mtoto, huyu ni malaika, huyu hajafanya dhambi yoyote. Bwana sifiwe. Hata kama yeye ni malaika, yeye ni malaika sina. Hata kama yeye hajafanya dhambi, yeye ni sina mwenye hajafanya dhambi. Yeye ni sina, amezaliwa na mwanadamu, yeye ni si. Hili sababu lazima sielewe. Si dhambi ambazo tunafanya vinafanya tukue sinners, lakini ni kwa sababu tumezaliwa sinners. Tumekuwa sinners kwa muda mrefu tayari. Hatukui sinners baada ya kutenda dhambi nyingi. Bwana sifiwe. Hatukui sinners, wote tunapenda narudia hii. Sababu hii ni msingi. Tunaweka msingi, foundation. Bwana sifiwe. Ni msingi ambao tusipoweka hata tukikubilia hukumu wote leo hukumu wote na wewe hukumu yao. Na tunajana kwa kitu ambayo huko haiambiwa kule nyuma. Bwana sifiwe. Hii ni msingi ambao lazima tuweke. Hatukui sinners kwa sababu tumefanya dhambi mingi, na kuwa sinners kwa sababu tumezaliwa katika dhambi. Kwa hivyo tukimalizia leo, unaweza enda huko nje na kutana mtu yote na kumwambia ni sina kwa kujisikia sana. Bwana sifiwe. Mtu yote hata kwa yeye ndio Pope. Bwana sifiwe. Pope, ndio ile Pope Nyakoro. Akuje kama amevaa hizo nguo zake za white na amevaa ile kofia yake kubwa, na watu wanamzindikisha yeye ni Pope, na wanakapaka watu wengi watumia wanakisi mkono yake. Atijue yeye ni Pope. Bwana sifiwe. Unaweza mwambia kwa ujasiri, mwambie Pope, wewe ni sina. Akwambia mimi si sina, sijafanya, naambia unamuuliza Pope, ulizaliwa na mwanadamu? Ati yes, nilizaliwa na mwanadamu. Okay, Biblia inasema kwamba kama ulizaliwa na mwanadamu, wewe ni sina. Bwana sifiwe. Hata kwa yeye ndio bishop amevaa, bishop akuje kama amevaa ile suti yake. Bwana sifiwe. Akuje kama amevaa hiyo suti yake na amefunga amevaa ile nguo yenye imeweka kitu ya white hapa. Sinajua vijana wanavanga hiyo. Akikuja unaweza mwambia kwa ujasiri, bishop wewe ni sina. Ati wewe unajua mimi sina, unaongeaje? Naambia ulizaliwa na mwanadamu. Ati yeye Biblia inasema kama kwa ulizaliwa na mwanadamu wewe ni sina.